kuzalia miba na michongoma. Amen. Sasa miba inaliwa? Hapana. Michongoma inaliwa? Hapana. Inabakia tu vivyo vimekaza. Yes. Halo? Amen. Msomaji endelea. Kwa sababu umefanya hayo, umelaniwa wewe kuliko wanyama wote, na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda. Kwa tumbo utakwenda, maana yake alikuwa anaenda kwa miguu, baadaye akaanza kwa miguu, utakwenda kwa tumbo. Amen. Na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako. Alikuwa anazaa kwa kawaida tu. Mungu anapenda kuzidishia uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama moja ya adhabu. Amina. Ningefundisha sana kwa sababu leo sipo sana huko, lakini ningefundisha hapo ungenielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Kwa sababu watu wengi wamefundishwa kwamba na watumishi wamefundisha kwamba Adamu na mwenzake walishiriki. Ndio maana hivyo. Wewe ndio. Ngoja nikwambie kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamama oye. Wamama oye. Ipo hivi. Wewe na mume wako ulifunga naye ndoa, mnazini au mnatenda tendo la ndoa? Wamama mpo? Tupo. Mnafanya nini? Tendo la ndoa. Ni dhambi sio dhambi? Sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa yule anayekwambia kwamba eti Eva alilala na nyoka, hiyo si imani potofu hiyo jamani. Amen. Tufundishe injili basi. Yes. Fundishe injili. Mungu alikuwa na shida na tunda, alikuwa na shida na utii. Matunda yote ni ya Mungu. Amen. Ndio maana aliamua kwamba huyu mtu tumfukuze asije akanyosha mkono wake akachukua tunda la mti wa uzima akala akaishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtu akikuletea ile science mwambie ifuate wewe. Amini unachokiamini wewe na mimi naamini ninachokiamini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msomaji? Twende 4. Mwanzo sura 4 mstari wa 9. Mstari wa 9. Bwana akamwambia Kaini. Yuko wapi hadi ndugu yako? Yuko hapa yuko ndugu yangu. Hadi unajiuliza maswali. Wewe umeuliza Abeli yuko sasa. Bwana nimemuua kule kwa sababu nilimuonea wivu. Kwa nini umebariki kuliko mimi? Yes. Unafikia Kaini angekubali Mungu angemhukumu? Toba. Moyo wa toba. Amina baba. Kuwa na moyo wa toba. Amen. Unasikia mtu umekosea, mimi sijakosea kabisa mimi sijakosea. Hapo usije ukaona mtu amekukosea unamwadhibu, anaenda kumuuliza kila mtu, eti mimi nimeenda pale kanisani nimechelewa, eti naanza kuongea mbele za watu. Una wapi maombi? Sivi na hivi. Kwani mimi sijielewi? Sivi na hivi. Eti hiyo kwani ni haki? Kama mtu nakaa mbali, kwani alinipa nauli? Alisengeniletea nani gala masuala gani haya? Amen. Hadi mtu unajihesabia haki. Amina. Tuwe na moyo wa toba. Amen. Tuwe na moyo wa toba. Amen. Watu wengi wamekosa ajira kwa sababu ya viburi vyao. Amen. Watu wengi ndoa zao zimevunjika kwa sababu ya viburi vyao. Amen. Watu wengi sana wamekosa mema na mazuri kwa sababu ya viburi vyao. Amen. Hadi mtu badala ukubali kosa lako, unyenyekee, Yes. Mungu akuinue, unaanza kuwa na kiburi. Kwani atanifanya nini? Amen. Ninachokuambia mimi, badilika. Amen. Kuwa na moyo wa toba. Amen. Kuwa na moyo wa toba. Amina. Kuwa na moyo wa toba. Amen. Kuwa na moyo wa toba. Amen. Endelea msomaji. Mstari wa 10. Akasema, umefanya nini? Umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu huyo. Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia mimi kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaniwa wewe katika ardhi. Hadi wewe umelaniwa na ardhi zimefanyaje? Umelaniwa. Kwa
tunapata laana kwa kupitia Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mlikuwa ujui mwanadamu wa kufa duniani alikuwa ni Abeli. Amen. Tena kilichomuua ni wivu. Kwa nini ametenda mema, amepelekea Mungu sehemu ya unono? Yes. Ani cha kwake ndicho kilichomwangamiza. Sadaka yake inanena mpaka leo. Lakini hayupo. Tutakutana naye, tutamuona. Kwenye kambi ya watakatifu atakuwepo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini kitu ninachokwambia, wewe mwanadamu, badilika. Amen. Kuwa na moyo wa toba. Amen. Kuwa na moyo wa toba. Amen. Kubali kunyenyekea. Amen. Kubali utakaso. Amen. Kubali utakaso kwenye maisha yako. Amen. Kubali utakaso kwenye maisha yako. Amen. Utakaso wa kweli. Utakaso wa kweli. Yes. Yesu Kristo ndiye utakaso. Amina. Tunatakaswa kwa damu yake. Kumbuka damu ni uhai. Amen. Damu ya Yesu Kristo ni utakaso. Amina. Itakase familia yako. Amen. Itakase maono yako. Amen. Itakase hatima yako. Amen. Wengi hatima zao zimekufa, zimeishia njiani. Amina. Unawaza kwamba nani atanivusha pale? Ndio. Unafikia leo hii ukiambiwa rudi shule unalipiwa ada, utakataa? Kubali. Tena mapema shuleni kama na kasiketi na kablausi tu shuleni. Amen. Lakini sasa nani sasa ushapoteza? Leo hii ukiambiwa urudishwe nyuma miaka yako, utakataa? Utakubali. Utakubali kwa sababu unajua uzee umefumania. Amen. Hata mzee ukimuuliza anakwambia nilikuwa najua bado hivyo na nguvu. Mzee mmoja yeye anapiga kali tu. Mimi nilikuwa na nguvu. Afa akaja yule jamaa akamsukuma ile akadondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa ni kipindi unapozeeka kuna vitu vinapungua ndani ya mwili wako. Amen. Ukipata nguvu itumie vizuri kwa ajili ya familia. Amina. Kwa ajili ya kizazi. Amen. Amen. Vijana, badilisheni historia za familia zenu. Amen. Huo muda ambao unakaa kijiweni kijana, utakuja ukudai baadaye. Naisha iko na mama mtu mzima anaruka kamba. Sio kamba mazoezi. Ile kamba ile. Naisha iko na. Naisha iko na wamama wanacheza mdako ule wa hivi. Uje kuona, visha kuona. Kama mara nyingi tu. Naisha kuona mama anacheza ule mdako ule. Naisha kuona? Nishawahi. Utotoni wa kucheza kwa sasa wameurudia ule mchezo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata wafanyaje? Wamerudia sawa kucheza kwa wameweza kurudia. Leo kuna vitu umeshindwa kuvifanya, unaanza kuvirudia. Amen. Halo. Amina. Halo. Amen. Narudia tena sasa mimi kukuambia. Ndio baba. Kuwa na moyo wa toba. Amina. Kubali kubadilika. Amina baba. Kubali kunyenyekea mbele za Mungu. Amen. Usiwe kama Kaini. Yuko wapi ndugu yako? Kwani mimi ndo ni mlinzi wake? Mungu mbona alimuuliza tu vizuri, yuko wapi ndugu yako? Kwani ungemjibu nimemuua yuko kule, kuna tatizo? Amen. Si unajibu tu mara mimi yuko kule hivi. Endelea. Iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako. Ikapokea damu. Ardhi na kinywa. Ukisemesha ardhi itakutapika. Itakuacha. Yes. Magonjwa mengine ya miguu uponyaji wake upo kwenye ardhi. Ukitembea peku. So muda wote uvae viatu. Malingine unavua viatu unatembea peku. Mimi mara nyingi ngoga napenda hata nikiwa huko. Napenda sana nikanyage. Sababu najua mimi nitokana na mavumbi huu mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuvuta madini. Halo. Uumbaji unaanza upya. Hii sehemu imetakaswa, sehemu takatifu. Kwa nini unakanyaga hapa? Hata Musa aliambiwa vua viatu vyako maana sehemu ulipokanyaga sehemu takatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hizo tukianza utaratibu utaomba kwa niaba kwa msikitini tuvue viatu. Viatu ni kama lilivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hawachelewi utawasili. Kabisa. Wewe na bado tena wengine tena ukaweka viatu vyako watakuwa wanavipitia. Kwa hivyo sana. Amen. Endelea kusoma msomaji. Utakapo ilima ardhi haitakupa mazao yake. Adamu aliambiwa atapewa michongoma na miiba. Huyu anaambiwa utapewa mazao. Unalima eka nzima unapata junia 2. Si ni laana hiyo? Si ni laana? Lakini ajira ya kwanza ambayo Mungu alimpa mwanadamu ilime bustani. Amen. Kulima ndio ajira ya kwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ambao unataka kuchukua shamba ni nani?
Anzeni kwenda kulima bana. Amen. Utaki kwenda kulima, wewe ni kijana. Mimi sio mkulima, mimi siwezi kalima. Wewe acha ushamba. Tafuta mashamba ulime. Mbona sema ushike jembe wewe, sisi tunashikia hela. Amina. Kusanya vibarua hapo wanalima. Sawa? Amina. Tafuta maeka huko bwana, anauza bei ndogo huko. Unachukua eka zako hata 10, 100. Amen. Huko eka zako unalima, kama ni katani za kutosha unalima, kama ni choroko unalima, kama ni kunde unalima, ndio, kama ni miwa unalima, ndio. Umekaa tu mjini mnaibanana chumba kimoja watu 6. Amen. Mpiga fazia hivi. Baba na mama, watoto 4. Nasema hivi, nenda ulime. Amina. Mwaka mmoja unabadilisha mazingira ya kweli. Amen. Mwaka mmoja tu mahali mazao ukipata ndio mtaji wako. Amen. Afu mtaji unainuka. Mwenye kitu utaongezewa. Mwenye kitu utaongezewa. Halo? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moyo wa toba. Amen. Moyo wa toba. Amen. Ifike kipindi wanautakaso tumiliki mashamba makubwa. Amen. Si Mungu ametupa kuitawala? Amina. Si Mungu ametupa kulima? Amen. Halo? Amen. Mungu ametupa kufuga. Unataka kuku nyumbani kwako. Hata kama mfugo kale kakusingizwa kwamba kajirani kanakujaga kwako una. Amen. Mtumishi, niombe, wameniloga, ulogo na nini wewe? Zingine njaa tu hizo. Amen. Amen. Nani anaweza kunielewa sasa? Amina. Mchapie tu Yesu makofi kama umenielewa. Hii inaitwa ni injili chungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwamba wewe eti mtumishi nimerogo. Sasa ukiangalia ukimuuza mshahara mtaji wako ndio shilingi ngapi? 15,000. 15,000 mtu amekuroga. Wewe bila shaka wewe utufanyie uchunguzi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nakatayo kwa jina la Yesu. Amen. Nakatayo kwa jina la Yesu. Hayupo akukuroga kwa taarifa yako. Amina baba. Labda ujiroge mwenyewe kwa maneno yako. Amina. Halo. Amen. Mara nyingine hata wachawi wangeeke na wewe una chochote. Kweli wachawi wanahangaikaje? Huyo mchawi atakuwa eti. Halo, eti mchawi anahangaika na wewe. Eti mchawi anahangaika na wewe. Hauna nyumba, hauna gari, hauna mke, hauna familia. Eti mchawi anahangaika na wewe. Eti sasa hapa bilionea nani? Unatoka kanisani basi unatoa mifano. Eti sasa jasi eti hapa Swahili eti wameniroga. Hivi kweli? Baada anasoma hajaanza majukumu. Amen. Eti wameniroga. Mtumishi niombe. Eti vai naye asimame. Huyu vai mdogo, hebu simama. Eti asema mtumishi wameniroga. Wewe bado unakula ugali wa shikamoo. Nani anakuroga? Amen. Ndio mchawi kwenda anakosa hata kama ndio majaribio basi anafanya mazoezi. Kwenda kufanya mazoezi kwa mtu ambaye ana chochote. Mchawi anakuroga kwamba ni mfanya biashara, afu unaenda kwenye biashara afu kosa wateja, anasema uchawi wangu umefanikiwa. Sasa wewe kwenye biashara, anakuroga ili iweje yani. Uwezekane. Sio unasumbua wachawi, hata mwingine wenyewe hata wenyewe pia mchawi kwanza mchawi mwenyewe na madeni huko marejesho muda umefika. Mchawi unakuta mwenyewe watoto wanasubiri wala chakula aje akuroge wewe. Imani yako tu. Amen. Kuna mchawi kukuweza wewe mwana wa utakasa? Hakuna. Kuna mchawi kukugusa? Hayupo. Kuna mchawi labda hujakanyaga hapo kwa kumaanisha. Umekanyaga kabisa ukuta miguu yako yote miwili. Hakuna ucheji wa Kobolo Ganga Jezreeli. Amen. Nasema hayupo akukuroga. Amen. Unaiamini damu ya Yesu, unaishi ndani ya Yesu. Ani ni hivi. Ndio. Niangalie vizuri, niangalie. Ndio. Wewe mwana wa Elia wewe. Ndio baba. Mchawi akitaka kukuroga, just simama juu. Ani mchawi akitaka kumroga huyo, apate sharti kwanza apande mbinguni. Yes. Akifika kule mbinguni amkamate Roho Mtakatifu. Yes. Amchane katikati, amtoe Yesu. Amen. Akishamtoa Yesu amchane katikati, amtoe Mungu. Amen. Akishamtoa Mungu ndio anamkuta jasi. Yes. Sasa kuna mchawi wa kupanda mbinguni? Hapana. Kuna mchawi wa kumkamata Roho Mtakatifu? Hayupo. Kuna mchawi wa kumkamata Yesu? Hayupo. Kuna mchawi wa kumkamata Mungu? Hakuna. Maanake Yesu anasema hivi, kaeni ndani mwangu nami ndani mwenu. Huyu yumo ndani ya Yesu, ndani ya Mungu, ndani ya Roho Mtakatifu. Amen.
Hawezi. Hapo kukuloga wanaweka hapo ule vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio kama unahangaika tu usikuti. Wewe sikia uishi duniani kwa taarifa yako. Mimi watoto wangu wote madhabahu utakaso na waficha ndani ya Mungu. Amen. Waumini wangu wote naweka ndani ya damu ya Yesu ndani. Ndio. Paka mfuate Yesu saa ngapi? Kwanza utampata wapi? Mpati. Amen. Anu umchane katikati. Umkamate umtoe Yesu. Yesu mchane katikati, umtoe Mungu. Alafu ndio uje unikute wewe. So kweli. Halo. Amen. Aurogeki. Amen baba. Ndio maana Biblia inatosha kukwambia chimbe shimo. Atadumukia mwenyewe. Yaani akichimba shimo anadumukia mwenyewe. Akitaka mtego unamnasa mwenyewe. Yes. Maana hakuna uchawi wa kukuweza wewe. Ndio. Ni hofu zako tu. Wewe kwanza mchana kurogaje huna hata hela. Inawezekana. Wewe mwenyewe unakula mlo mmoja pasi ndefu ile saa 6 mpaka saa 12 hapo una uchawi wa kurogaje. Inawezekana. Wewe mjichapie makofi wewe mwenyewe. Amen. Halo. Amina. Mimi wewe jiulize, damu ya Yesu inashinda mashetani. Ndio. Nguvu ya Roho Mtakatifu inashinda mashetani. Mtu wa Mungu anapiga mashetani. Akiingia mchungaji Jenina hapo anapiga wachawi, anapiga mashetani. Wewe unarogaje wewe? Haiwezekani. Shemasi akiingia hapo anaingia kabisa ila neno la leo Shemasi. Hapo sasa. Salute. Leo Shemasi amesema lazima kabisa. Leo amesema lazima anaamua kufanyaje? Kumtumikia Mungu. Amen. Weleza watu vile? Amen. Leo Shemasi mwingine sasa ujiandae hiyo ambao kutuchenga chenga hii uiache. Ukipata ulivyo Lazaro unanielewa? Hadi wewe wana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka tuanze tunawapa vipindi. Yes. Huyu mchungaji yeye anasema yeye kwenye kupiga mashetani haya. Akisaidiana na mwinjilisti hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jumanne. Amen. Alhamisi ulifundisha, Ijumaa ulifundisha somo wewe? Ulifundisha somo Ijumaa. Sasa Ijumaa nyingine. Yule kule mama yule mwenye miwani yule tajiri yule kule. Amina. Umeona? Yes. Nafundisha somo hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati huo Alhamisi huyu mwenyekiti wa kwaya huyu atafundisha somo hapa. Ila maombi yataongozwa na mchungaji. Amen. Akishirikiana na mwinjilisti. Amina. Mwinjilisti ndugu. Maombi. Saa 11 kila siku hapo uamke alfajiri. Tusikie maombi mtaa uanze kuombea mtaa. Amen. Saa 11 mpaka saa 12. Umenisikia? Kila siku unanyanyuka alfajiri unaomba. Washa vyombo kupiga sauti. Watu wamelala kula unaomba. Hivyo utaanza kuona watu wanakuja kwenye maombi ya asubuhi. Amen. Mimi kiwango ambacho kimeniinua ni maombi ya alfajiri. Amina. Ukiamka asubuhi na mapema unakuwa mbali na kuonewa. Amen. Ukiamka asubuhi na mapema unakuwa juu. Ukiamka asubuhi na mapema unakuwa kichwa. Amina. Ukiamka asubuhi na mapema unakuwa na heshima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ile asubuhi ukiamka hivyo saa 11 mpaka saa 12 watu wanaenda kazini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaruhusiwa naye kuja. Mtu wa karibu unaruhusiwa kuja kupiga maombi hapa. Amen. Umeshalala mno. Tokio unazaliwa umelala. Mpaka sasa ndio unalala. Wewe ingia maombi bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu hapa mwinjilisti yupo akishirikiana na mtume. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jumanne mchungaji utafundisha. Mchungaji maombi utaongoza wewe na huyu, alafu Jumanne utafundisha somo wewe. Sawa mchungaji? Kwa sababu leo zile dakika 3 zile zilikuwa dakika 30. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ana somo zuri aliyemfuatilia ila muda ni mdogo. Kwa Jumanne mje kwa wingi kama mlivyokuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii wiki imepangika hivyo. Yes. Mwenyekiti wa mama punga mkono. Hapa nao wawili wananichenga chenga hapa. Ngoja niweze kunanili. Yaani katibu wa mama na shemasi mwingine huyo. Mjiandae. Amen. Nipungeni mkono katibu wa mama na shemasi.
Katibu wa mama, hebu punga mkono. Katibu wa mama naye mtafuta katibu wa mama. Mbona hizi suri hili weelewa hii? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katibu wa mama naye mtafuta nani? Mtafuta katibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, hii ni nyumba ya vipawa na karama. Amen. Amen. Hiki ni chombo kilichobeba mitume, manabii, Amen. walimu, wainjilisti na wachungaji. Amen. Hiki ni chombo jamani. Usipofundisha kesho na kesho kutwa unaweza ukaenda bora umekuja. Jamani, tunatoa mtoto wetu nje hapa. Tupe neno hapo, unaanza. Mtoto Mungu, nifundishe somo gani? Lakini kama unasimamaga tu, Bwana Yesu asifiwe, ni baraka, mtoto amezaliwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kushika mic na kushika. Yes. Wewe kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Bwana ni mzuri. Anakuuliza, wewe je kutokea wewe? Je, upo maiki ukaanza kutetemeka? Uje kwenda benki, pesa ni za kwako, unakabidhiwa, unaanza kutetemeka. Hali wapiga moyo za kwako pesa, unaanza kutetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoanza kukutengeneza hapa taratibu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo. Wakati tunamtengeneza shemasi, kule alikotoka alikuwa ubiri. Leo naona amehubiri. Mpaka mimi mwenyewe huko ndani nikasema kweli huyu ni shemasi. Amen. Sasa shemasi mwingine ule nichenga, nilituma mtoto wako aje akuite. Yes. Haja kwa mtu wa Mungu anakuita kwenye mazoezi ya kujifunza namna kusimama. Alikufikishia ujumbe? Ulimfikishia ujumbe? Kukera zaidi. Kwa sababu kila ukimwona moyo wako unachemka Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama umeandika upointi, inua kichwa chako sasa. Amen. Msomaji ukatoa unaendelea kusoma. Aukomboa uhai wako na kaburi. Kwa hiyo ndani ya msamaha kuna ukombozi, hautakufa maana yake. Amen. Maana yake mpaka uhai unakombolewa usiingie kaburini, maana yake ukisamehe. Endelea. Akutia taji ya fadhili na rehema. Yaani ukisamehe, afu kasamehewa, cha kwanza unaponywa, cha pili unatiwa hadi taji ya utukufu na rehema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aushibisha mema. Sio unaanza kushibishwa tena. Ukishasamehe, kubali kusamehe. Kubali kusamehe. Kubali kusamehe. Amen. Kubali kusamehe. Hata ni kweli alikukosea, alikupa mimba shuleni, sawa, msamehe tu. Ni kweli alikuambukiza magonjwa, msamehe tu. Amen. Ni kweli ulimkopesha hela akakuzunguka, msamehe tu. Amen. Msamehe tu, msamehe tu. Msamehe tu. Amen. Sawa, msamehe tu. Mwalimu wa duniani tu, wewe msamehe tu. Amen. Umesikia? Amen. Tumishi unasema tu. Wewe samehe tu. Amen. Samehe tu. Endelea kidogo. Aushibisha mema uzee wako. Ujana wako akaurejezwa kama tai. Kumbe ukisamehe unakuwa kijana uzeeki. Amina. Nimesamehe na mimi. Nimesamehe. Amina. Yesu asifiwe. Amina. Samehe ili uwe kijana. Amen. Ndani ya msamaha kuna uponyaji. Amina. Yaani kama ni mtunzi mzuri wa masomo, hebu daka kichwa cha somo hicho. Ndio baba. Itakusaidia. Ndio baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani huo ni ufunuo ambao nilipewa, nakumbuka ilikuwa ni saa 5 usiku juzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi uzuri ufunuo wangu naweza nilikuwa nimekaa, Roho Mungu akasema napewa ujumbe hapo. Nikaambiwa waambie watu wasamehe. Ndani ya kusamehe
kuna uponyaji. Amina. Sawa? Amen. Sawa? Amen. Tangaza msamaha sasa, mgeukie jirani yako kuambia kuanzia leo nimekusamehe. Kuanzia leo nimekusamehe. Hajakusikia. Kuanzia leo nimekusamehe. Nimekusamehe makosa yako. Lukia mstari wa 12. Mstari wa 12. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Unaona hiyo faida? Amen. Isaya 43, wewe unaandika Isaya 43 mstari wa 25 na 26. Isaya 43 mstari wa 25 na 26. Amen. Neno linasema, mimi mimi ndimi niyafutaye makosa yako. Unaona, ukisamehe Mungu anafuta naye makosa yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kitokea leo Mungu anauliza, wangapi wako tayari kusamehe? Si wote tutanyosha mikono? Ndio baba. Ikiulizwa wangapi wako tayari kusamehe? Amen. Hadi ni wachache sana wanaweza wakasema mimi nimesamehe. Amina. Kwa sababu asilimia kubwa tunaishi na wauni mtaani. Amen.